ya kudumu ya Bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma tumepata bahati au tumekuja kutembelea hapa TBA. Hayo majengo mnayoona nyuma hapo, kuna majengo matatu na kila moja pale na thamani ya bilioni kama 4.6 na inaweza kuchukua familia 16 kila jengo, 12 kila jengo. Kwa hiyo sisi kama kamati tumejiridhisha kwamba ukiangalia thamani kwa maana ya fedha iliyowekezwa pale na majengo mwenyewe unaweza kuona thamani ya pesa, na ni swala la kuipongeza sana TBA, lakini hasa kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hiyo kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, swala la makazi ya watu au kwa Dar es Salaam au katika miji mikubwa inayokuwa ni kipaumbele, na hii ni sehemu ya utekelezaji. Wapo taasisi zingine kama National Housing, kuna watumishi housing wenyewe wanafanya kazi kama hiyo, lakini lengo kubwa ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na ukiangalia katika majengo haya hata renti yenyewe, ukiangalia maeneo haya renti ni milioni 4 kwa nyumba vitatu. Kwa maeneo kama haya unaweza kuona kabisa dhamira ya serikali ya kuwa na makazi na makazi yanatofautiana. Kuna makazi ya chini, ya kati, ya hali ya juu, kuwa na makazi ambao watu wanaweza kaafodi na wakakaa katika mazingira ambayo ni mazuri sana. Kwa sisi tunarudia tena kama kamati tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa utekelezaji. Unajua kuzungumza ni jambo lingine, lakini kutekeleza ni jambo lingine. Kwamba ni mambo ambayo yanazungumzwa, sisi kama wabunge mmoja tumeenda kunadi sera ya Chama cha Mapinduzi au ilani ya Chama cha Mapinduzi, na sasa hivi matokeo yake ndio haya, utekelezaji unaendelea. Na kama nilivyosema tena, TBA wanafanya kazi nzuri sana. Kuna maagizo ambayo tumeweza kuwapa. Mojawapo ni kwamba kuna awamu inayofuatia ambayo itaanza nafikiri mwaka unaofuatia wa fedha, maana kuanzia 1st of July au tarehe 1 mwezi wa 7, kwa miaka miwili watakuwa na utekelezaji wa awamu nyingine tena ambao wameshaipanga. Na bahati nzuri sana hii wametumia model nzuri sana. Wanasema pre-sale. Pre-sale maana yake nini? Maana yake ni kwamba kama utakao ukope 100%, ukifanya pre-sale unaweza kukopa 50% na bado ukatekeleza. Ni kitu ambacho ni innovation nzuri sana. Yaani ni kujiongeza kwa watendaji. Na nafikiri ndio maagizo ya Mheshimiwa Rais. Anapotaka hizi taasisi zetu hizi za umma sio zinakwenda kutega bakuli kwenye bajeti ya nchi. Kama unaweza kujiongeza katika modo kama zile, zinasaidia kufanya mambo makubwa ndani ya muda mfupi, lakini vile vile bila kuondoa utegemezi ndani ya serikali. Kwa hiyo sisi tuna uendelezaji wa eneo hili la Canadian Village, sehemu ambayo kuna mpango mkakati mkubwa wa kuendeleza eneo hili, ambapo zaidi ya majengo 18 yatajengwa kwa ajili ya kutosheleza wakazi takriban 406 katika eneo hili. Hapa mnapoona ni majengo haya matatu mnayoyaona makubwa, yanaweza kuweka watu 12 kila jengo, yani wakazi 36 ambayo yamekamilika kwa muda mfupi na yameshapangwa yote. Na uzuri majengo yote haya, kama mheshimiwa mwenyekiti wa kamati alivyoeleza, yamejengwa kwa kutumia mapato ya ndani. Yani TBA inapokusanya hela zake za ndani inawekeza kwenye maeneo mengine, na ndio mlivyoona wameweza kutekeleza haya, na bado wanaendelea kutekeleza kwenye miradi mingine wa kuja awamu ya pili, ambapo watajenga majengo kama haya 4 ambayo yataanza kuanzia mwaka ujao wa fedha kwa kutumia mapato vile vile ya ndani, na kama hivyo sio mwenyekiti atakuwa ni pre-sale. Na kama yani wewe utahitaji ni ruhusa tu, unakuja unasema mimi nitataka jengo hili, watakupa aina ya jengo, unatanguliza fedha hizo, alafu baadaye unajengewa jengo. Baada ya miaka miwili unakabidhiwa jengo lako. Ni wakala wanafanya kazi hii kubwa ya kujenga majengo kwa ajili ya watumishi wa serikali, lakini kwa ajili ya wananchi wengine kwa ujumla, sio lazima watumishi wa serikali. Katika mabadiliko ya sheria ya wakala iliyofanya 2003 na kanuni zake, sasa wanaweza wakatumia vile vile PPP, yani wawekezaji binafsi, wakafanya kazi hiyo ya uwekezaji, na hivyo katika eneo hili litaendelezwa kwa haraka pamoja na maeneo mengine yaliyo muhimu katika jiji la Dar es Salaam na mikoa mingine yote.
Tunaye mwenyekiti hapa wa bodi ya ushauri Dr. Ndumbaru ambaye ndio anayewaongoza wakala wetu wa majengo, na unaona mafanikio haya ni pamoja na jitihada zake kubwa za kusimamia wakala kuhakikisha kwamba hiki ambacho kinafaa